anafahamu wajibu uliokuwepo mbele yake. Ana wajibu mkubwa wa kuhakikisha Simba sio tu kucheza ama sio tu kushinda, bali na wajibu wa kucheza mpira unaoonekana, ambao ndio maisha ya Simba. Mpaka wanaitwa Lunyas ni kwa sababu mpira wao siku zote ni wa kugusa kutokea chini, build-up zinazoonekana na kushambulia kwa idadi nzuri, lakini pia kwa mahitaji sahihi kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ni wajibu wake yeye mwalimu kuweza kuhakikisha basi anakwenda kuisaidia Simba kurejesha hicho ambacho kimepotea. Lakini pia nakumbuka kabla hawajatangaza kocha, nizungumza huko ndani kwamba wanahitaji mwalimu ambaye atatoka kwenye phases za kujenga timu aje kwenye nyakati za kuania mataji ambayo Simba walikuwa wanashinda miaka 4-5 iliyopita, lakini sasa hivi hawayashindi tena. Maana yake kwa tafsiri rahisi, wamekuwa dominated kila pahali. Sasa namna gani ambavyo wanakwenda kushinda ni kuweza kuhakikisha anatumia vizuri rasilimali aliyokuwa nayo ili kuweza kuhakikisha anailetea maendeleo klabu ya Simba. Eneo la pili ni kuhakikisha anapata ule ubora wa wachezaji wengi ambao wapo ndani ya Simba, ambao kwenye wakati uliopita hawakufanikiwa ama hawakubahatika kuonesha ubora wote, labda kwa sababu tofauti. Wachezaji kama kina Ladak Chasambi na wengine wana potential ya juu sana, lakini changamoto kwenye wakati uliopita ilikuwa ni kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo ana kazi ya kwenda kurudisha kile kilichopotea kwa wachezaji hao na kuhakikisha basi wanakwenda kwa msaada kwa klabu ya Simba, kwa sababu walishawahi kutuonesha kwamba wana kitu cha kuweza kukitoa kwa Simba na baadaye kugeuka pia kuwa manufaa kwa taifa. Yes, kwa taifa zima. Kwa hiyo Pantev ana wajibu ama anawajibika kwenda kuhakikisha anafanyia kazi vitu vyote hivyo, na inawezekana kabisa akaja kawa miongoni mwa makocha ambao wataendelea kukumbukwa kwa muda mrefu Simba kama atakuja kupata matokeo makubwa.